Mwanaume ni mlezi. Mwanaume ameumbiwa kuwa mlezi. Mkuze mkeo. Kwa hiyo eneo la kumkuza mkeo, eneo la kwanza na muhimu sana ni kwamba mkeo anatakiwa akue kiroho. Anatakiwa akue katika utakatifu. Anatakiwa akue, aongezeke katika kumjua Mungu, kumpenda Mungu, kumtumainia Mungu, kumtumikia Mungu. Mkeo siku moja afike mbinguni kwa sababu ameolewa na wewe. Benjamin, siku moja Susan afike mbinguni kwa sababu ameolewa na wewe. Wewe ni mlezi. Kwa hiyo unatakiwa uangalie kwa namna kwamba unajitambua, mimi ni mlezi. Ningekuwa naongea pia na mwanamke, ningemwambia wewe pia unatakiwa kulea mumeo. Mnatakiwa mshikane mikono kwa safari ya kwenda mbinguni kwanza. Wewe ni mlezi, akisha mke wako anakuwa katika maeneo hayo kila siku kwa namna mbalimbali. Kama ni kwa kumletea kitabu asome, mnapojifunza neno nyumbani, kwenda kwenye semina mtie moyo, usimzuie. Kuna wanaume wanazuia hata wake zao kwenda kwenye semina kanisani. Hakikisha anakuwa kiroho kwa sababu yuko na wewe. Na jinsi utakavyokuwa wewe unakaa vizuri na Mungu, utajikuta kwamba unaweza kumsaidia huyu mwanamke, kwa sababu wakati mwingine mwanamke anakuwa hakui katika utakatifu. Yaani kwamba mlioana alikuwa hana magomvi. Ni mtu anayeweza kusikilizana na watu. Mara ghafla ni mtu wa chuki, anatukanana na watu. Wakati mwingine zile frustrations za nyumbani ndio zinazotokeza huko nje. Kwa hiyo kama wewe mwanaume ambaye unafuatana nasi unanisikiliza, kama umlioa mke alikuwa mtulivu, alikuwa msikivu, alikuwa anapenda watu, lakini imefika mahali unashangaa imepita miaka 3-5, mara unashikia jirani katukanana nao. Kazini mpaka anafukuzwa kazi. Unaambiwa hata kazini sijui anafanya vitu gani. Matatizo kibao. Angalia ni kwa nini huyu mwanamke hakui kiroho. Wewe mwanaume ni mlezi. Umepewa jukumu la kusimamia malezi. Kama nilivyosema, wewe ni kuhani kwa nyumba yako. Kama alivyo padri, kama alivyo paroko, wanatakiwa wakue. Kwa hiyo kama unaona mke wako anakuwa haongezeki kiroho, haongezeki katika kupenda matakatifu, kupenda vitakatifu, maana yake unatakiwa ufanyie kazi hilo eneo. Mwambie mke wangu kuna shida gani? Kwa nini nafikia kwamba unatukanana na watu? Unagombana na majirani, kuna nini? Maana wakati mwingine unaweza kuwa wewe ni chanzo. Kama unamletea frustration, wakati mwingine zinaweza kutokeza mahali pengine. Lakini ukiyafanyia kazi utamkuza mkeo. Siku moja afike mbinguni kwa sababu yuko na wewe. Na hilo ni kusudi muhimu la Mungu. Ni kusudi muhimu la Mungu. Lakini unatakiwa kulea watoto, unatakiwa kulea watu wote waliomo katika nyumba yako kwa namna zote. Mkeo akue kiuchumi. Umemwoa mkeo anapika maandazi. Inapitaje miaka 10 bado ni mpika maandazi? Kina mama ni sahihi. Umemwoa anafuga kuku, akiingiza kuku wengi 1000. Inapita miaka 5 anafuga tu kuku 1000. Ni sahihi mwanangu? Hakui. Wewe ni mlezi. Lazima akue kiuchumi, akue kielimu. Umemwoa mke wako ana diploma. Mna miaka 5 bado ana diploma. Kwa nini? Jamani, anakuwa hapo, si akui. Anatakiwa akue. Wewe mwenyewe ukue na yeye akue. Ni makusudi ya Mungu kutukuza toka utakatifu hadi utakatifu. Mna watu wanakaa nyumbani. Namshukuru Mungu kwa ajili ya hii familia ambayo tuko hapa. Nafikiri sisi wengi tulioko hapa tunawafahamu. Kuna watoto wengi sana wamepita hapa. Watu wanaokuepo nyumbani, wakuze wote. Wewe ni kama paroko pale ndani, wakuze. Haya, shida iliyopo sasa. Leo naongea na wanaume. Huu ujumbe jamani, natamani uenda vizuri sana kwa wanaume. Mwanaume, wewe ni kuhani. Watu wanaokuja kwenye nyumba yako wote, wewe ni kuhani, wewe ni paroko, wewe ni kiongozi wao, kuona kwamba Mungu ameweka pale, siku moja utajibu. Wanatakiwa wale watu wakue, waongezeke, walioko katika nyumba yao wote. Wewe ni kiongozi wa familia, wote ni sehemu ya familia yako. Shida iliyopo wakati mwingine unakutana na mwanaume ambaye ndugu wa mke wako ndani anatembea nao. Utajibu mbele za Mungu. Utajibu mbele za Mungu. House girls anatembea nao. Nakutana na wanawake wanalia kwamba siwezi hata kukaa na house girl, nikimleta house girl baba amepita naye. Shida. Lakini wale watu utajibu mbele za Mungu. Wewe ni kiongozi wao, unatakiwa wote wakue. Wewe ni mlezi. Nimesema ya tatu, wewe ni nani? Mlezi wa familia yako. Lea kila mtu unayemwona pale. Kama unalea watoto wa kike ni ndugu wa mke wako, utakuta mara kwa mara wale watoto ambao pengine tangu wadogo wanakulia pale nyumbani, wanakuja kwenye mikono yako kama baba. Wanakuja. Jamani, si mnajua watoto wa kike ni wapenzi wa baba zao?
wale tulio wazazi tunaona wanaenda kwenye mikono ya baba zao. Kwa nini huyu ndugu wa mke wako anapokuja kwenye mikono yako unakuwa ni mchungaji anayekula kondoo? Unatakiwa mpokee kama mtoto, umlee. Kwa sababu mtoto anapokuwa mdogo wa kike anahitaji mapenzi ya mwanaume. Na ndio maana watoto wa kike huwa ni marafiki wa nani? Baba zao. Kwa hiyo baba anatakiwa mkumbatia, mpe upendo wa baba. Ndipo unaweza hata kumjua Mungu ni baba. Wanakumbatiwa, wanatakiwa wapewe upendo mzuri. Sasa wale mabinti unasikia kwamba house girl ana miaka 16. Baba anasema huyo house girl anajileta leta. Mbona binti yako useme anajileta leta? Binti yako mabinti sio wanakimbilia baba zao jamani. Mbona awali useme wanajileta leta? Yule naye Mungu kamweka pale chini yako mwanangu. Wote unatakiwa uangalie kwamba ni watoto wako ndani ya nyumba yako. Usile kondoo. Kipindi nasoma O-level nilikutana na huyu binti. Sitamtaja jina. Huyu binti akawa ananisimulia kwamba kuanzia akiwa form 2, alikuwa ananisimulia nikiwa form 3 na form 4. Kuanzia akiwa form 2, baba mwenye nyumba anatembea naye. Katika utoto wangu sikuwa najua hata cha kumshauri, nilikuwa namsikiliza tu namwangalia najisikia vibaya. Anasema baba mwenye nyumba pale nyumba ninapokaa anatembea na yeye. Anasema likizo akitoka shuleni baba anakuja kumchukua, wanapitia mahali hawarudi nyumbani, wanarudi kesho. Umeona? Ananisimulia vitu vingi. Wakati huo alikuwa ananisimulia kana kwamba anafurahia hayo maisha. Kwa sababu baba anampendelea katika mahitaji yoyote kama mtoto pale nyumbani. Na kumwambia mtu yoyote pale nyumbani. Sijui kwa nini alikuwa ananiambia mimi, na mimi nilikuwa sisemi. Simwambie mtu yoyote pale shule. Naona ndio maana alikuwa amezoea kunisimulia. Nimekuja kukutana na yule dada miaka ya karibuni. Alikuwa anapita hapa Dar es Salaam, haishi hapa. Nikakutana naye akaniambia unakumbuka yale maneno nilikuwa nakuambia? Nikamwambia ndio. Akasema yule baba ninasikia uchungu rohoni, natamani nimpeleke mahakamani. Ninasikia uchungu kwa yale alikuwa ananifanyia. Umeona? Wakati ule akiwa na miaka, kaanza naye na miaka 17 mpaka na miaka 20 yuko form 4. Wakati ule alifikiri anafurahi, lakini yule mtoto kuna siku akili za kuja kichwani, atagundua nilikuwa taken advantage of kwa sababu nilikuwa kwake nahitaji msaada wake. Umeona? Anasema natamani nimpeleke mahakamani. Ana uchungu na yule baba. Wakati ule akiwa mtoto unamwona anajileta leta, ngoja nimpe anachotaka labda atafurahi. Lakini kuna siku akili yake ikikaa sawa atagundua wewe ulimchafua, ulimchezea, ulimharibu badala ya kumkuza. Kwa hiyo mwanaume unayenisikiliza, wewe ni mlezi na utajibu mbele za Mungu kwa habari ya kila mtu aliyekuja kwenye nyumba yako. Unatakiwa wakuze wale watu, wapokee kama watoto. Mabinti watakaokuja watakukimbilia mikononi, sio wanajileta leta. Wanahitaji mapenzi ya mwanaume, walipaswa kuwa na baba zao wazazi ili wawape upendo wa mwanaume unaopaswa, huku wakiwa wanalindwa, si wanachezewa. Sasa wako nyumbani kwako, wewe ndio baba. Wale kama baba. Weka mipaka, wakumbatie kwa kiasi. Kwa kiasi unamwambia mama, huyu mtoto anakuja zaidi, sijui tufanye nini kingine. Ili kwamba yamkini ujue kwamba kila anapokuja, wakati mwingine binti anaanza kuwa mkubwa miaka 15, 16, unamkumbatia kwa kiasi, unampa upendo wa baba. Pengine mama akiwepo, unatafuta namna fulani ya kuhakikisha kwamba kuna kuwa na ulinzi wa yule mtoto, lakini umpe ule upendo. Na mabinti wasipopata huo upendo wanaharibika. Hilo ni somo la siku nyingine. Mabinti wengi wameharibika, wamechezewa sana. Ukiongea nao walikosa ule upendo wa baba. Kwa hiyo wanatafuta upendo feki, wanaukumbatia, wanaumeza, wakishaumia ndo wanashangaa wameshaumia.